naitwa Christine Faustine Muyango, ni afisa jinsia katika shirika la Baba Watoto. Shirika Baba Watoto ni shirika ambalo linajishughulisha na shughuli za maendeleo ya jamii kiuchumi, zaidi vijana, watoto na vijana, kwa kuwapa elimu ya stadi za maisha, elimu za afya, lakini kuhakikisha tunawainua kiuchumi. Shirika Baba Watoto tunafanya kazi katika halmashauri 2, Ubungo pamoja na halmashauri ya Ilala, na shirika Baba Watoto linafadhiliwa na serikali ya Canada kupitia World Vision Tanzania. Kwa siku ya leo tuko hapa kama sehemu au kama muendelezo wa maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani, ambayo tunajua kilele chake kilikuwa tarehe 8 mwezi huu wa 3, lakini kama tunavyojua mwezi huu wa 3 wote ni mwezi wa wanawake. Tunaendelea kusherehekea, tunaendelea kuadhimisha katika matukio na vitu mbalimbali, makongamano, mijadala katika mwezi wote. Kwa hiyo rasmi kwa siku ya leo tupo kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, kuhakikisha kwamba tunatoa ujumbe. Tunataka jamii isikie, kwanza itambue hii siku ya wanawake duniani, lakini pia ielewe swala zima, yani jamii tuungane kwa pamoja katika kupinga ubaguzi, ugandamizwaji wa fursa za wanawake. Yani tuko katika masuala mazima sasa ya jinsia, kuhakikisha ile jinsi ambayo ilikuwa inagandamizwa, ambao ni wanawake, waweze kuelewa haki zao, waweze kuelewa fursa zilizopo mbalimbali. Kwa hiyo kwa fursa hii tunaipa elimu jamii kuelewa hii siku, lakini jamii ielewe kwamba ugandamizaji kwa wanawake sio sawa. Jamii ielewe kwamba mwanamke pia anaweza, apewe nafasi. Kuna swala zima la mradi wa ahadi kwa vijana. Kwa kiasi gani ilikuwa ni fursa kwao katika kufanikisha ndoto zao? Mradi wa ahadi umekuwa fursa kwa vijana kwa nyanja 2. Nyanja ya kwanza kabisa ni elimu. Tunaamini kijana anahitaji kujitambua, aweze kuelewa. Kwa hiyo inatoa elimu ya afya ya uzazi kwa vijana, lakini pia mafunzo. Mradi wa ahadi unasaidia pia kuwapa fursa vijana ya kuweza kupata elimu katika vyuo vya ufundi. Kwa hiyo mradi wa ahadi unawapa fursa vijana hao kupata elimu, lakini kuweza kupata pia vifaa mbalimbali ambavyo wanaweza kuvitumia katika uzalishaji wa bidhaa au products mbalimbali ambazo wanaweza kuziuza na kumudu maisha, either moja au kwa kupitia vikundi. Wazazi na jamii kwa ujumla, ninaweza kuwakumbusha, kikubwa kabisa ni kutambua majukumu yao katika masuala mazima ya malezi. Niwakumbushe wazazi katika kuwafuatilia watoto, lakini kuwapa support katika mahitaji ambayo vijana wanahitaji. Mahitaji ya shule, wanaoenda kwenye vyuo vya ufundi, wazazi watoe kipaumbele. Lakini si kipaumbele peke yake, pamoja na kuwafuatilia, lakini kuwapa fursa, kwa sababu pia wazazi tumekuwa chanzo cha kuwarudisha nyuma vijana, especially wa kike katika masuala ya ufundi. Unakuta mtoto wa kike anataka akajifunze udriver, akajifunze ufundi wa magari, lakini mzazi anakuwa kikazo kwa kuona kwamba mbona hizi kozi ni za watoto wa kiume, mimi siwezi kupoteza muda wangu kwa wewe kwenda kujifunza mambo ya umakenika, ufundi wa magari, hizi ni kozi za kiume. Kwa hiyo unakuta wazazi na jamii tunakuwa kikazo kwao. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwahasa jamii, tuwape fursa, tusiwe kikwazo kuwarudisha nyuma vijana kufikia fursa zao. Na jamii kwa ujumla tusiwashangae unapomkuta ni binti anaendesha gari, au unamkuta binti yuko gereji amelala chini. Jamii isimshangae, kwa sababu unawafanya na wengine pia waone kumbe hizi sio sehemu yetu, hii ni sehemu ya wavulana. Kwa hiyo tuwasupport kwa kuwapa kile wanachohitaji na kuwatia moyo kwamba wanaweza. Okay, kwa majina naitwa Lugano McLean, ni mratibu wa mradi wa ahadi kutoka shirika la Baba Watoto.
Mradi wa Ahadi umeanza mwaka 2022. Huu mradi ambao unafadhiliwa na serikali ya Canada na kusimamia na World Vision Canada, na World Vision Tanzania, lakini unatekelezwa na baba watoto kwenye manispaa mbili ya Ubungo na manispaa ya jiji Dar es Salaam na Ilala. Mpaka sasa hivi tangu 2022 tumewafikia vijana zaidi ya 3000 ambao hao ni vijana wa nje ya shule ambao tunafanya nao kazi, lakini pia tumewafikia vijana zaidi ya 28 ambao wako ndani ya shule kwenye miaka 10 mpaka 14. Na hao vijana ambao tumewafikia nje ya shule ni wale ambao tumewafikia na masuala ya afya ya uzazi, lakini pia kuna vijana zaidi ya 500 ambao tumewaunganisha na fursa za ufundi, lakini hao vijana wengine ni wale ambao tumeunganisha na vituo vya afya kwa ajili ya kupata elimu ya afya. Mradi unaendelea kupambana kuweza kupata miradi zaidi kuwafikia vijana wengi zaidi. Ukiangalia hiyo namba 3000 ambao wameenda vyuo ni 500, tunapambana. Kuna wengine ambao tumewafikia kwenye kata zao. Kuna program tunaita Crash ambao tumewafundisha ujasiriamali, kutengeneza keki, sabuni za maji. Ndio maana hapa utaona kuna baadhi ya bidhaa vya display kwamba wamefundishwa kutengeneza hivyo vitu. Lakini pia kuna mradi ambao tumeupata ambao unasaidia hii Ahadi, unaitwa Bloom. Huu mradi ni wa uwezeshaji wa kiuchumi moja kwa moja. Na huu mradi tumepanga kuwafikia vijana 2000. Hao vijana watafikiwa kwa njia ya kupelekwa kwenye vyuo vya ufundi, lakini watafundishwa ujasiriamali, namna ya kumanage hela, kufanya biashara ndogo ndogo. Kwa sasa hivi tupo kwenye hatua usajili hawa vijana, na tumeweza kusajili vijana 900 tayari ambao wapo kwenye mradi kwa mwaka wa kwanza, lakini sasa hivi tunaingia mwaka wa pili, tutasajili vijana 2000 tena zaidi kwa ajili ya kufikia ile namba ambayo tunataka. Kwa hiyo hii miradi yote miwili inafanya kazi kwa pamoja. Huu Ahadi unaanza kwenye hatua za stadi za maisha, lakini huu wa Bloom unaenda moja kwa moja kwenye uwezeshaji. Kwa hiyo tunajua kijana akishapata elimu ya afya ya uzazi lazima umwezeshe sasa ili aondokane na zile shughuli ambazo anazifanya kila siku. Shughuli za kuweza kumada ya kulevya, kuvuta bangi, kugombana barabarani au kupata mimba za utotoni, lakini ukishamwezesha lakini akapata kufanya shughuli fulani, biashara, ufundi, ataondokana na hizo shughuli. Kwa hiyo ndio maana mradi wa Bloom umeingia kusaidizana na Ahadi kuwaondoa vijana kwenye ile wimbi la uhalifu.